Viongozi wa ngazi za juu wa Chama cha Walimu nchini CWT, wajumbe wa kamati ya utendaji na watumishi wa makao makuu ya chama hicho wamekutana kwa ajili ya mafunzo ya kuongeza ujuzi ambayo yamefungwa leo Machi 25, 2026 na Rais wa chama hicho Dr. Suleiman Ikumba, huku akitoa wito kwa wale wanaowabeza na kuwachukulia poa walimu. Kama yupo mtu mahali fulani anadhani kuwabeza walimu ni njia sahihi, kutotekeleza yale ambayo walimu wanastahili kuyapata, anadhani ni jambo sahihi, kuwavuruga walimu kwa njia moja au nyingine, anadhani ni jambo sahihi, mtu huyo kwa taifa hili sio mtu sahihi sana. Sio mtu sahihi. Na hiki ni chama cha walimu ambacho tunatamani kutembea na jamii yetu na hata serikali yetu katika njia iliyo bora ya utulivu, ya mawasiliano mezani, tukubaliane mambo, halafu tukiona kwa dhahiri yanatendeka fine. Hayawezi kutendeka yote kwa wakati mmoja, lakini at least unaweza ukaona hatua moja baada ya nyingine. Kumchanganya mwalimu ni kulikosea taifa, na wakati mwingine bila mtu kujua, kwa sababu haoni yale maumivu ya moja kwa moja ambayo damu inamwagika, ili aseme hey, kuna damu ile pale inamwagika. Na nikatoa mfano mahali fulani nikasema, kama mwalimu mmoja anafundisha watoto 100 akiwa ni mgonjwa, jamii inayozunguka na wenye mamlaka kwenye eneo ambalo wanazunguka lazima waone namna bora ya kuhakikisha kwamba mwalimu anaendelea kuwa mzima ili aendelee kufanya kazi yake, kwa sababu aina ya kazi anayoifanya kwenye jamii ile si kazi ndogo, ni kazi kubwa. Na tumesema na hatuwezi kuacha kusema, kama yapo maradhi yanayompata mwalimu ambayo bima ya afya haiwezi kutibu, lazima ile jamii na mamlaka husika ya eneo ambalo mtumishi mwalimu anafanyia kazi hapo waone namna bora ya kuhakikisha kwamba mwalimu huyu anaendelea kupata matibabu kwa kadri ya miongozo iliyopo, na of course ipo. Sisi kazi yetu ni kuendelea kusema kama namna hii. Sasa si nzuri sana wakati mwingine kama tunaweza kuwa tukisema alafu tukawa tunapuuzwa. Si nzuri sana. Si nzuri sana kwa namna yoyote ile. Washiriki hawa wakawa na haya ya kusema: iweni watendaji wa neno na msiwe wasikilizaji tu. Semina imetolewa kwetu, yalikuwa ni mafunzo yanayotusaidia namna bora ya uongozi wetu, namna bora ya utendaji wa majukumu mbalimbali tuliokubaliwa na yakakasimiwa kutoka kwa walimu kuja kwetu. Na kwa sababu ya mafunzo kama haya, we are now shaped, tumekuwa shaped. Tunataka kuamini kwamba mafunzo haya yatakuwa ni sababu ya sisi kutenda kwa uzuri unaostahili. Awali, naibu katibu mkuu Mwalimu Protas Magesa ametoa ahadi hii. Mafunzo haya yametufungulia njia kuelekea sehemu nyingine. Nimesikia na nimeambiwa kuna kelele kwamba kuna sehemu zingine hatutafika. Tuhakikishieni kupitia vijana wetu, lakini pia kupitia sisi wenyewe tumejipanga kuhakikisha tunatoa mafunzo nchi nzima na tutawafikia viongozi wote. Tunaendelea kutafuta sapoti, lakini pia sisi tutaendelea kutoa sapoti kwa ajili ya kuhakikisha viongozi wetu wote, hasa watumishi na viongozi wa kuchaguliwa, wanapata mafunzo namna ya kuenenda katika uongozi wao. Hilo tutalifanya ndani ya mwaka huu kadri Mwenyezi Mungu atakavyotujalia, lakini pia kupitia idara ya utafiti tumejipanga kuhakikisha yote yanatekelezeka. Washiriki hawa wakawa na haya ya kusema. Naitwa Mwalimu Robert Kondala, ni mkuu wa idara inayoratibu inatuonyesha kwamba
kupitia mafunzo haya tumeendelea sasa kuimarisha ushirikiano kati ya serikali na Chama cha Walimu Tanzania, hasa katika eneo la kuhudumia mwalimu wa Tanzania pamoja na kuinua ubora wa elimu kwa wanafunzi wa Tanzania katika ngazi zote, ngazi ya msingi pamoja na sekondari. Kwa Mwalimu Nixon Mambura, mjumbe wa kamati ya utendaji taifa na kuhakikisha mkoa wa Dar es Salaam. Kwa hiyo tumekuwa na mada takriban 12, lakini kubwa na la msingi na wahudumiaji wanachama wetu, wanachama wanawezaje kunufaika na chama chao. Lakini mafunzo haya pia yametusisitiza zaidi kutoa kipaumbele katika kutoa huduma kwa wanachama. Tumepokea uzoefu namna ambavyo wenzetu wa Denmark wanafanya kazi ya kuhudumia wanachama, lakini tumepokea uzoefu wa vyama vya Afrika vinafanya kazi. Pamoja na mafunzo ambayo tumeyapata, lakini ni platform ambayo imetuunganisha pamoja kama jumuiya zinazowahudumia walimu. Tunaungana pamoja sasa katika kuwasaidia walimu. Pamoja na hilo, viongozi wetu wametupa ahadi kwamba mafunzo haya hayataishia tu kwa viongozi wa kamati ya utendaji ya taifa pamoja na watumishi wa chama, bali mpango huu utaendelea mpaka kwa viongozi mahali pa kazi. John Israel, Banda Media, Dodoma, Tanzania.